wanakemea uonevu, wanakemea kila kitu ambacho Biblia imekisema. Vitu vichache sana ambavyo hawavisemi kwa sababu havihusiani na huku. Kwa hiyo nimekuwa nikiongea nao, nawaambia wametuzidi, yani wahubiri wazuri ni kama wamegeuka wanaharakati sasa. Kwa hiyo nimekuwa nikizungumza hivyo. Kwa hiyo kwa nini naongea ile? Naongea nikiwa na maana wewe ambao uko upande wa harakati, amini umesimama upande ulio sahihi. Usikubali kubezwa. Hata wakikuita gaidi, wakikuita muhaini, itwa majina yote. Hata Kristo Yesu aliitwa majina mabaya, aliitwa na pepo, aliitwa sijili mtu wa ovyo, aliitwa vitu vya ovyo ovyo tu kwa sababu anasimamia upande wa haki. Sasa nilitaka ku encourage kwamba uko sehemu iliyo sahihi wewe ambaye ni mwanaharakati. Usitoke, baki hapo ili usitoke, baki hapo kwa sababu ukombozi unakuja, ili ujivunie kwa kusema ukweli kwamba nilikuwa sehemu ya Mungu kuleta ukombozi kwenye taifa letu. Sikunyamaza, nilizungumza panapotakiwa kufanyika vitendo kwa kadri nilivyoweza. Nilifanya kitendo 1, 2, 3. Hapo utakuwa na cha kujivunia na cha kuweza kushare na watoto wako, wajukuu zako, na wao wataona kumbe inawezekana kufanya 1, 2, 3 na Mungu akafanya sehemu yake. Nilitaka kuongezea kwenye ile mada ulioanza nayo ya kuhusiana na kuchukua hatua za makusudi baada ya kusikia tetesi fulani, hata kama hazijawa official, lakini ni muhimu. Jana usiku mpaka kufika alfajiri, nadhani ilikuwa kwenye saa 10, saa 11, nilikuwa nafuatilia ile video mahojiano ya msaidizi wa Tundu Lissu, Mheshimiwa Tundu Lissu. Nilikuwa nafuatilia namna ambavyo utekaji ulivyoanza, alivyopewa taarifa na watu wa kwenye mfumo, akaambiwa yani siku 3 tu zijazo hapa utachukuliwa. Kwa hiyo chukua hatua za haraka sana. Kilichotokea kabla hata hizo siku 3 kufika, alifatwa nyumbani. Sema alikuwa na security alarm. Kwa hiyo ile security alarm ilipiga kelele sana ambazo ziliwashtua kwa sababu hawakutarajia wale watekaji kama watakuta kuna security alarm. Akatoka nje. Alipotoka nje anachungulia, anawakuta wanaishiria, wanatembea kufuata gari walikoipaki. Wakaingia wakaondoka. Akawa amechukua tahadhari ya kutoka pale nyumbani. Ametoka pale nyumbani, kilichotokea wakaja sio usiku tena, wakamkuta mke wake akawa amewaelezea, na baada ya kuwa amewaelezea wakahitaji wampigie simu yule msaidizi wa Mheshimiwa Tundu Lissu. Wakampigia simu, akagundua kumbe issue ni serious, na baada ya hapo akawa ametoroka. Akatorokea akakimbilia nje ya nchi kwa sababu ya kunusuru uhai wake. Sasa baada ya kurudi siku 3 tu, baada ya kurudi nchini siku 3 tu, ndo wakamteka. Na unaona kwa neema ya Mungu akatumia bodaboda kuweza kuwaharasi na kuwafanyia ile kuwafuatilia, na hatimaye ile disturbance ya wabodaboda ikazaa njia ya Mungu, Mungu akazalisha njia hiyo ya yeye kuwa amewatoroka. Sasa nitaka kusema nini? Tukisikia taarifa yoyote ile ya kutafutwa, ya kutaka kutekwa, ni muhimu kuchukua njia za makusudi za haraka za kujirinda, kwa sababu hawa watu ni wajinga sana. Hawa watu hawataki kabisa kukaa upande wake, kwa sababu washachagua kukaa upande wa shetani. Hakuna namna ambavyo tutachukulia hize kwa baada ya kupata taarifa ambazo zinakuwa ni mbaya juu yetu. Kwa hiyo na mimi naunga mkono kile ambacho nimekuta ukikiongea hapa, kwamba lazima uchukue tahadhari, na mtu yeyote yule ambaye akipata taarifa ambayo ni tetesi, chukua hatari za haraka, kwa sababu hao wapumbavu wametoa hela nyingi sana ili watuteke, ili watuue. Hawako tayari kuachana na maovu yao. Lakini na sisi hatuko tayari hata watutishe kututeka. Tutachukua tahadhari, lakini huku tukiendelea kuhubiri haki, kutangaza haki, kuimba haki, kudai haki, kuambia wao wanachokifanya ni uovu, ni dhambi kwa mujibu wa Biblia, ni kinyume cha sheria ya nchi yetu, na siku moja watalipia, kwa sababu jinai huwa haiozi. Otherwise wao wamekufa.
Tena ikiwezekana tutafunga hata yale makaburi. Kuna mataifa mengine wa makaburi wakiwa wamekufa. Nashukuru sana. Nataka kuchangia hapo kwamba ni muhimu kuchukua tahadhari na ulichokuwa unakifanya huko sasa. Shukrani sana. Naomba follow ya wewe, mbona Furiosa umeingia na nikaanza kupewa nani? Nikaanza kupewa warning. Shida nini? Follow account ya nani hapa? Au ameona na comment hapo jina wamelijua kwa sababu wamemaliza kunivulumusha kule tayari. Nishapewa ya kwangu hapo. Sasa hivi siruhusiwi kupanda. Hebu no. To fight. Najua ipo siku tutafika pale ambapo saa hizi tunapazungumzia kama story. Lakini hebu fanye kitu fulani to the point. Baadaye watoto wakianza kusema unajua kuna wakati fulani nchi ilikuwa hivi, lakini kuna wananchi walifight tukafika mpaka hapa. Ukiwa unashangilia ukiwa honest kabisa, kweli kuna kitu ulikifanya. Kutoka na ndevu fulani hivi hazina hata afya, afu unaambiwa wajukuu si ndo tulipambana, afu kumbe ulikuwa chawa tu mzee. Tutakujua. Maana sasa tunasomana karibia wote. Tunajua nani hivi tutakukataa enzi hizo. Enzi hizo kabisa. Enzi hizo wakati wa vita Idi Amin na nini, mitandao tu haikuwepo. Lakini na hakika kuna babu zetu wanatudanganya kinyama. Si tumepigana sio wote walienda bwana. Wengine walijificha kama wenzetu ambapo wanajificha sasa hivi. Si tuna marafiki zetu wengi hapa TikTok wakishaona kwa Nuruvazi na nini, polepole anaenda na kuunfollow kwanza sijui nini. Jamani, teteeni hata akili zenu basi. Sio lazima eti basi mimi uzuri mshaambiwa maana halisi ya harakati ni nini. Wewe alimradi kuna jambo unalifaitia katika maisha yako ndo harakati zenyewe. Sijui unanielewa. Ila sasa tunatofautiana. Kuna mwingine msuli wake unatosha kufaitia tumbo, lakini kuna watu wengine ambao wanaona mbali. Maana kufaitia tumbo, hata mbwa anajua kufaitia tumbo. Mbwa koko anajua aleje, amkeje, na kama ni kadume kanajua mambo yake yakipanda kataenda kumalizia. Hivyo ni vitu hata mbwa anaweza. Lakini kama Mungu aliona asikuumbe mbwa akakuumba mtu, unatakiwa ufikirie zaidi ya kula, ufikirie zaidi ya kulala. Na ndio hapa tulipo sasa. Ya kula sisi tufikirie watoto vizazi 4 5 mbele yetu watakulaje? Wataishije? Hapo ndo unaanza kufikiria kama mtu. Ukishaanza kuangalia mimi nakuleje na nini, hata mbwa naye anafikiria hivyo. So tunapokutana hapa kwa brother yangu hapa jamani, ili ndio eneo ambalo vitu ambavyo viko matured vinajadili mambo. Hatujaje hapa kutaptapu hapa. Kabisa. Hapa hatutaptap screen, tunataptap akili. Kwa hiyo nimefurahi sana rafiki yetu hapa mjumbe nini. Umetuweka kwenye mstari vizuri kabisa. Hata Samia na yeye mwenyewe ni mwanaharakati hivi, hamjui? Kivipi? Anafanyia harakati familia yake, anaifanyia harakati. Yaani kila mtu mwanaharakati, direction za harakati tu zinatofautiana. Mwingine anafanya harakati haki ipatikane, mwingine anafanya harakati wizi ufanikiwe. Kila mtu kuna, lakini kuna harakati njema na harakati ovu. Sijui unanielewa? So hizi harakati za haki zinatakiwa ziwe na nguvu kuliko zile harakati ovu. Sijui unanielewa? Yaani Samia siku anakamatwa, yani Samia siku anadakwa, ile anadakwa tu. Yaani Samia ile siku anakamatwa, yani pap hivi pap.